Mambo ni aje mtazamaji wa Mkubwa Media. Hii ni story mpya kabisa kule Equatorial Guinea. Unajua baada ya sakata la P Diddy tumepata mshikaji ambaye kiukweli ameweka rekodi ya aina yake kutokana na makosa ambayo yameonekana kumkabili bwana Baltazar Engonga kutokea kule nchini Equatorial Guinea, ambaye ni afisa mwandamizi katika ofisi ya kudhibiti fedha, ambapo tunaona ni mkurugenzi, yani yeye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kitaifa la uchunguzi wa fedha wa Equatorial Guinea. Yani huyu jamaa ambaye anazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii alikuwa ni mkurugenzi mkuu. Maana yake alikuwa anafanya kazi kama inavyofanywa na watu wa TRA ama TAKUKURU, ambapo yeye alikuwa anadhibiti ufisadi katika nchi ya Equatorial Guinea. Sasa bwana huyu Baltazar alikamatwa kwa madai ya kurekodi video chafu zaidi ya 400 akiwa na wake za watu mashuhuri. Unajua ndugu yangu, ukija kibongo Tanzania hapa bwana, mke wa mtu ni sumu. Sijui pale kwa Kenya, lakini kwa Tanzania mke wa mtu ni sumu. Ukitembea na mke wa mtu ni hatari sana. Sasa yeye amekamatwa kwa madai ya kurekodi video chafu. Maana alikuwa anafanya mapenzi na hao wanawake huko akiwa yani akirekodi hiyo. Maana ni kwamba ilikuwa ni siri na mwisho siku ikaweza kufichuliwa. Hasa kashfa hiyo iliibuka wakati wa uchunguzi tofauti kuhusu madai ya ulaghai dhidi ya mzee huyu wa miaka 54. Kama kwa ufahamu ana miaka 54 tu, wakati mamlaka ilipofichua daftari la CD zilizokuwa na maandishi machafu wakati wa upekuzi nyumbani kwake na ofisini. Miongoni mwa watu waliohusishwa na rekodi hizo ni wenzi wa viongozi wa ngazi za juu, akiwemo mke wa mkurugenzi mkuu wa polisi. Yani unajua kule Equatorial Guinea kuna polisi afu kuna mkurugenzi mkuu wa polisi ambaye anafanya mipango yote, au sio? Wanafamilia wa karibu na ndugu wa viongozi wakuu serikalini. Kumbuka alitembea na mke wa mjomba wake ambaye alikuwa na ujauzito, akiwemo dada yake rais, yani ndugu yangu, yani rais wa nchi hiyo, dada yake anaenda kwa jina la Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, na wenzi wa mawaziri. Ndugu yangu ametembea hadi na wake wa mawaziri. Rekodi hizo ziliripotiwa kuwa za maafikiano. Maana yake ni kwamba inaonekana kwenye kurekodi hizo video walikuwa wanakubaliana kwamba na kurekodi na mtu anakubaliwa kurekodiwa na kufanya uchafu huo. Sasa lakini zimevuja mtandaoni na kusababisha ghadhabu kubwa na inaonekana kabisa kwamba kwa umma, yani wananchi pamoja na uchunguzi mkali, kiukweli unaonekana kukasirishwa na jambo hilo. Wao una maoni gani kuhusiana na sakata hili? Na tunaona jamaa tayari amekitiwa nguvuni. Unajua furaha ya watu ambao wamefanywa kitu kama hiki, kama mfano ukiangalia waume zao wanawake, kiukweli wameumizwa sana, na kuna mmoja imeripotiwa ameweza kujiua. Una maoni gani? Dondosha maoni yako, hakikisha